Hii imeenda kwenye kasino nambari 1 mtandaoni. Pata mizunguko au spini 100 bure kwa usajili wa mara ya kwanza kupitia pmbet.co.tz. Kuna taarifa ambazo zinasema ya kwamba tayari Faisal Salum anatarajiwa kupokea mkataba kutoka Simba Sports Club, na mambo ikienda sawa, muda wowote kuanzia hii leo atasaini mkataba na klabu ya Simba kwa mkataba wenye thamani ya shilingi milioni 800, huku akiwekewa mshahara wa milioni 50 kwa kila mwezi. Faisal Salum, Fei Toto ndani ya Msimbazi. Milioni 800 za usajili, lakini vile vile milioni 50 kama mshahara kwa kila mwezi wa Faisal Salum. Aise, kutoka bilioni 2 mpaka milioni 8, milioni 800. Unajua wiki 2 zilizopita, si ndio? Ilikuwa inazungumzika kwamba Simba wamefikia mpaka shilingi milioni 600 na point kama 35. Yanga walikuwa wanatajwa kufika mpaka milioni 700, lakini naona wamefanya zaidi kuongeza kutoka kwenye 700 ya Yanga kuja mpaka kwenye upande wa milioni 800. Lakini Faisal anaweza akaupokea mkataba, akausoma mkataba wa Simba na akaangalia kama kuna option yeye kuweza kumruhusu kuweza kucheza ndani ya upande wa kikosi cha Simba. Upande wa pili nao natajwa Young Africans, lakini kuna story ambazo zipo pia. Kaizer nao anamhitaji kwa asilimia kubwa, na inasemekana kwamba Kaizer wamemwambia Faisal asisaini sehemu yote ile, wao wanamhitaji baada ya msimu kuweza kufanyaje, kuweza msimu 2026 au msimu huu baada ya kuweza kumalizika. Lakini yeye mwenyewe sasa ndo atakuwa na option, aende ndani ya Simba, aende Yanga ama aende Kaizer, kwa sababu Kaizer nako pia tukumbuke kuna watu ambao Faisal amefanya nao kazi kwa karibu sana. Hakuna mchezaji ambaye Nabi alikuwa anamhusudu kama Faisal Salum. Kwenye mechi tu ya kwanza aliweza kutengeneza mapenzi na kuweza kuzungumza kwamba huyu ni mmoja kati ya vijana ambao wanatakiwa kuweza kufanyaje, kuweza kulindwa. Hakuna mashabiki wa Yanga ambao walikuwa wanamzungumza vizuri kama Saidon Tibazokiza, lakini place ya kwanza ya Nabi baada ya mechi kuweza kumalizika, nadhani alimtoa Saido dakika za mwanzo akaja akamuingiza nani, Faisal Salum, na alivyokuja kuulizwa akasema kwamba yani kuna utofauti wa energy ya Saido pamoja na nani, na Faisal Salum. Kila ambacho nitakachokihitaji kwenye timu yangu na hisi Faisal ataniofa zaidi kuliko nani, Saidon Tibazokiza. Nadhani pengine inawezekana mpishano wa Saidon na Nabi ulianzia pale baada ya kuona kwamba mimi nimekuja Yanga wote wamenichukulia kama star wa timu. Nakumbuka kocha alikuwa ni Juma Mwambusi kama sikosei. Kama sio Juma Mwambusi basi alikuwa ni Cedric Kazi. Baada ya kuondoka Juma Mwambusi alienda kama kuipokea timu. Kwa hiyo baada ya kuja Nabi kama alienda kwenda kuvunja ule ufalme wa nani, wa Saidon Tibazokiza. Kwa hiyo naamini baada ya hapo kuna mazungumzo mazuri kati ya Faisal pamoja na nani, na Profesa Nabi. Ilikuwa inasemekana hata kipindi ambacho Faisal amegomea kuweza kurejea Young Africans, lakini kwa Nabi walikuwa wana uwezo wa kuzungumza hata zaidi hata dakika 50 mpaka 70 wakidiscuss kuhusiana na mustakabali wa Faisal Salum. Kwa hiyo naamini ana option 3 za kuweza kuchagua ni sehemu gani ambapo yeye anapoweza kwenda zaidi. Ofa ya Azam ni nzuri ya bilioni 3 na mshahara wa milioni 50, lakini ofa ya Simba pia nao nzuri, mshahara wa milioni 50, signing fee ni milioni 800. Kwa hiyo Azam nao pia inawezekana wakaangalia sehemu gani nzuri zaidi ya kuhakikisha kwamba wanaenda kwenda kufanya biashara. Inasemekana Faisal walimnunua kwa milioni 120 kutoka ndani ya cost ya Young Africans. Wakiuza 80, wallah, wakiuza bilioni hizo 3 ama bilioni 2 kutoka kwa upande wa Kaizer, kwao itakuwa ni biashara nzuri ambao wameifanya ndani ya miaka 2. Okay, sawa. Nafasi ya Faisal kwenye kikosi cha Simba, nini kinaenda kuongezeka pale? Kwanza mimi mpaka sasa siamini kama kuna hiyo biashara. Okay. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatakiwa vizingatiwe ili hiyo biashara ambayo inazungumzwa kwamba mitaani ipo. Faisal ana mkataba zaidi ya mwaka mmoja ndani ya klabu ya Azam. Ndio. Ili Simba au Yanga au Kaizer Chiefs wawe na authority ya kuzungumza na Faisal, inatakiwa kwanza wafikie Azam. Na siamini kama kuna club direct imeshaenda mpaka sasa. Nakumbuka mara ya mwisho Hashimwibo alikanusha kwamba hamna club ambayo imeenda direct ambayo inamtaka Faisal Salum Abdalla. Na kama kuna club yoyote inamtaka Faisal Salum bila kuzungumza na Azam,
ina maana kitu ambacho inatakiwa kwenda kufanya ni kununua mkataba wa Faisal Salum Abdalla ambao sio milioni 800, ni zaidi ya milioni 800. Kwa hiyo nafikiri ndio hicho kitu ambacho kinatakiwa kuzingatiwa, kwamba sidhani kama kuna klabu ambayo tayari direct ipo in contact na Azam kwa ajili ya biashara ya Fei, kwa sababu wao walikanusha. Lakini pia kama kuna klabu ambayo inataka kufanya biashara bila hata kuzungumza na Azam, inatakiwa kwenda direct kununua mkataba wa Faisal Salum Abdalla na sio chini ya milioni 800, sio milioni 800 kama tunazungumza. Kwa hiyo tusubiri na kuona ni sehemu gani ataenda, lakini bado hizi zitaendelea kuwa tetesi mpaka pale ambapo kuna klabu itakuwa na guts za kwenda kwa Azam ama klabu iwe na guts za kununua mkataba wa Faisal Salum Abdalla. Leo tarehe ngapi leo? Leo tarehe 7. Tarehe 7 mwezi wa 5. Yaani hawezi ukapokea mkataba wa timu nyingine wakati una mkataba wa timu nyingine. Yaani Faisal kama atacheza kwenye ligi ya NBC, msimu ujao haitakuwa Azam FC. Msimu ujao. Ndio vipo vitu vile vya kufanya. Mnunue mkataba wa Fei ama wazungumze na Azam biashara ya Faisal Salum Abdalla. Ila hata klabu yote ambayo inamtaka. Sawa. Mkataba wa Faisal walisaini 2023 ile ilikuwa umebakia mwaka mmoja na miezi miwili kama sio kisha tu unabaki mwaka mmoja. Ni kama mwaka. Sasa hivi ameshatumikia misimu miwili. Miaka miwili ya mkataba wake ameshatumikia, baki mwaka mmoja. Okay. Sawa. Tutazame kilichoandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti kwa siku ya leo. Mwanaspoti wanasema Fadlu